Boni Online TV. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Rais Dr. Samia Suluhu Hassan imetoa ndege maalum aina ya Boeing 787-8 Dreamliner kwa ajili ya kuwarejesha nyumbani wachezaji wa Taifa Stars, benchi la ufundi pamoja na viongozi waliowakilisha taifa katika michuano ya AFCON. Safari hiyo inatarajiwa kuanza tarehe 7 Januari 2026 kutoka jijini Rabat nchini Morocco na kufika nchini Tanzania tarehe 8 Januari 2026 majira ya asubuhi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere. Sambamba na kurejea kwa kikosi hicho, Rais Samia Suluhu Hassan amepanga kuandalia chakula cha mchana wachezaji wa Taifa Stars pamoja na wachezaji wa michezo mingine tarehe 10 Januari 2026 katika Ikulu ya Magogoni kama sehemu ya kutambua na kuthamini mchango wao katika taifa. Hatua hii inakuja baada ya Taifa Stars kuonyesha kiwango cha juu cha ushindani na ukomavu mkubwa katika AFCON ya mwaka huu ambayo imechezwa kule Morocco, ambapo wameweka historia ya kufika hatua 16 bora, hatua ambayo timu hiyo haijawahi kufika hapo awali. Ikumbukwe kuwa hadi sasa Tanzania imeshiriki michuano ya AFCON mara 4, huku mara 3 za awali ilishia hatua za makundi, lakini safari hii imeandika historia mpya ya kuvuka hatua hiyo na kufika hatua ya 16 bora. Taarifa hii imetolewa na msemaji mkuu wa serikali Gerson Msigwa kufuatia mafanikio haya ambayo mpaka hivi sasa yamepokelewa kwa furaha kubwa na Watanzania wengi, yakionekana kama chachu ya maendeleo ya soka la taifa na ishara ya matumaini mapya kwa siku zijazo. Habari. Kama ambavyo mtakumbuka, jana tulitangaza kwamba Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa ndege kwa ajili ya kwenda kuichukua timu ya kandanda ya Taifa Stars, benchi la ufundi na viongozi wakiongozwa na Naibu Waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo Mheshimiwa Paul Christian Makonda kutoka jijini Rabat, Morocco kurejea jijini Dar es Salaam, Tanzania. Naomba kutangaza mabadiliko ya ratiba ya ndege hii. Sasa ndege hii itaondoka leo tarehe 6 mwezi Januari mwaka 2026 majira ya saa 10 za jioni kwenda jijini Rabat, Morocco, ambako itafika majira ya saa 4:30 za usiku. Ratiba ya kuondoka jijini Rabat, Morocco kurejea Dar es Salaam itabadilika kidogo. Badala ya kuondoka kule kesho saa 3 asubuhi, sasa ndege itaondoka kule jijini Rabat kesho tarehe 7 Januari 2026 majira ya saa 5:30 usiku, na inatarajiwa kuwasili hapa jijini Dar es Salaam kesho kutwa tarehe 8 mwezi Januari mwaka 2026 majira ya saa 4 kamili asubuhi. Lengo la mabadiliko haya ni kutoa nafasi kwa ndege hii kuwasili kukiwa kweupe, ili Watanzania wapate fursa ya kuwashangilia mashujaa wetu, kuwapongeza na kuwashukuru kwa kazi kubwa walioifanya kule nchini Morocco katika AFCON 2025. Na baada ya mapokezi yatakayofanyika katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, wachezaji watakwenda kupumzika, na baada ya hapo tarehe 10 ya mwezi Januari mwaka 2026 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameandaa hafla ya kuwapongeza. Ni hafla ya chakula cha mchana itakayofanyika katika Ikulu ya Magogoni jijini Dar es Salaam kuwapongeza wachezaji wa Taifa Stars pamoja na wanamichezo wengine waliofanya vizuri na kuitangaza vyema Tanzania kimataifa. Lengo la kufanya hivi ni kuendelea kuunga mkono na kuitangaza michezo kama shughuli ya kimkakati kwa nchi yetu, shughuli ambayo inatuletea watalii, inatujengea uchumi, inaongeza uwekezaji, inavutia biashara, inazalisha ajira kwa vijana wetu, lakini zaidi ya hapo inajenga afya kwa Watanzania. Sote tuungane na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwanza kuwapokea wachezaji wetu tarehe 8 mwezi wa kwanza mwaka 2026 majira ya saa 4 za asubuhi katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere, lakini tuendelee kuwapongeza na kuwatia moyo wachezaji wetu, tukikumbuka kwamba mwaka 2027 tutakuwa wenyeji wa AFCON na tutahitaji timu iliyo imara yenye wachezaji wenye kujituma na wanaojua kwamba Watanzania wanawapenda na wanawashangilia kwa nguvu zote. Hongera sana Taifa Stars, hongera Watanzania. Boni Online TV.